Kijana Jack Diarra, mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso, siku aliyocheza dhidi ya Simba akicheza kwa mara ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na timu yake mpya ya Esperance de Tunis, huyu Jack Diarra unaweza kusema kana kwamba alikuwa anacheza kisifasifa kwelikweli. Ndio, alikuwa kwenye kiwango bora sana, akifanya matukio mengi kwa usahihi, kasi, kila mara anapata mpira, kuleta matatizo kwenye eneo la kulia la Simba katika kuzuia eneo la kushoto la kushambulia la Esperance de Tunis, kiasi ambacho alikuja kuhitimisha jitihada zake za kucheza vizuri sana kwa kufunga bao pekee, akimzidi maarifa na kasi beki mzoefu Shomari Kapombe, na hivyo kufunga goli lake la kwanza katika mechi yake ya kwanza akichezea Esperance de Tunis, katika mechi ambayo walishinda bao 1-0 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 19, maana alizaliwa Juni 16 mwaka 2006, ndio kwanza na miaka 19, akitokea katika klabu ya AS Soliman inayoshiriki katika ligi kuu ya Tunisia. Ni ya pili kutoka mkiani wa msimamo wa ligi kuu ya Tunisia hivi sasa, ikiwa imecheza mechi 18. Yeye ametua kwa Esperance de Tunis kwa mkopo. Hivi sasa amekuwa miongoni mwa wachezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha kocha Maher Kanzari wa Esperance de Tunis ambayo inaongoza katika ligi kuu ya Tunisia. Sasa kwenye mchezo huu, mchezaji huyu ambaye yupo kwa mkopo mpaka Juni 30 ili kujua nini kitakachoendelea baada ya hapo, ni mchezaji ambaye urefu wake ni 5'8", bule lenye nguvu zaidi la kulia, lakini uwezo wake wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kuchomoka kwa kasi na muda wote kuonekana na shauku ya kuleta matatizo kwa timu pinzani imemfanya awe gumzo katika muda mfupi wa kutoa Esperance de Tunis. Katika siku hii alicheza kwa dakika 79 tu kabla ya kutoka na kuingia kwa Jibeli ambaye yeye ni mzoefu katika kikosi chao, akicheza kama kiungo ushambuliaji kutokea pembeni. Ashraf Jibeli, lakini pia mwingine ni Jabir, amekuwa wakicheza katika nafasi hizo kama ilivyo kwa kina Kuseli Bwalia, Hussein Teka, lakini kijana huyu akapata nafasi. Sasa kwa umri wake wa miaka 19, alafu na kile alichokionyesha katika mechi dhidi ya Simba ni wa kuchongwa sana, na ndiye alileta madhara katika mechi watakaocheza Simba dhidi ya Esperance de Tunis kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwa vyovyote vile, beki wa upande wa kulia Shomari Kapombe au yeyote atakayepangwa kama David Kameta Duchu, lazima watafute namna ya kumkomesha udogo miaka 19, kwa sababu vinginevyo wakimchekea, wakimpa nafasi atasumbua sana, na alionyesha hivyo katika mechi iliyopita, kwa sababu kama si kile alichokifanya kwa kumzidi ujanja Shomari Kapombe, pengine Esperance de Tunis mechi ile wasingepata bao, kwa sababu ya namna ambavyo Simba walicheza vizuri sana katika kuzuia. Labda changamoto ilikuwa ni juu ya kwenda kumalizia nafasi, maana kama ni mpira Simba walimiliki zaidi kwa 53% kulinganisha na Esperance de Tunis. Simba walifika mara nyingi kwenye lango la Esperance de Tunis, lakini hiki alichokifanya huyu bwana mdogo miaka 19 ndicho mwisho wa siku kimeletea madhara Simba. Kwa ligi kuu ya Tunisia tayari ameshafunga mabao 3 wakati akichezea AS Soliman, timu ambayo ni vibonde wa pili kutoka mkiani miongoni mwa timu 16 kama nilivyotoka kueleza awali za ligi kuu ya Tunisia. Sasa kwenye mchezo ujao kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, wakati Simba ikitafuta ushindi wake wa kwanza kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, kwa sababu imeshapoteza mechi zote 3, ikifungwa hii bao 1-0 na Esperance de Tunis kwa bao hili la Jack Diarra, ikifungwa 2-1 na Stade Malien kule nchini Mali, ikifungwa kwenye mchezo wa kwanza kwa Mkapa bao 1-0 na Petro Atletico ya Angola. Basi katika siku hii, ili kupata matokeo mazuri, mbali na kuweza kutumia nafasi tutakazozipata kwenye kufunga, lakini pia lazima wadhibiti wachezaji hatari wa Esperance de Tunis, na huyu kijana ameshathibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji hatari. Katika mechi hiyo dhidi ya Simba, Jack Diarra kwenye dakika 79 alizocheza alifanikiwa kupiga mashuti ya kulenga shabaha 2, na kati ya hayo moja ndio lile likazaa bao lililowapa ushindi Esperance de Tunis katika mechi hii ambayo ilikuwa tight, ilikuwa ya ushindani mkali. Lakini nini cha kufanya ni pamoja na kuhakikisha kwamba hapati hizo huduma, maana katika siku hii aligusa mipira mara 26, akatoa pasi 5, zote zilifika kwa 100%, huku mara nyingi anapopata mpira yeye anachojua ni kuchomoka kwa kasi kuliendea lango la Simba akiingia kwa ndani. Ndio maana unaweza kusema alikuwa anacheza kwa misifa kweli kweli, kwa sababu ni mechi yake ya kwanza. Umri unamruhusu kufanya
mengi atakayo, na ukiongeza na kipaji alichonacho, hakika ni mchezaji tishio. Shomari Kapombe ni mzoefu sana, lakini wakati yeye akitimiza miaka 14 baada ya kuzaliwa Januari 28 mwaka 1992, kwa taarifa zilizopo ni kwamba wakati akitimiza miaka hii ndipo kijana huyu Jack Diarra alikuwa akizaliwa katika mwaka 2016 Juni 16. Unaweza kaona kana kwamba kuna tofauti kubwa kwenye umri baina yao, lakini Kapombe ni mzoefu, ana mbinu nyingi za kuweza kudhibiti mchezaji kama huyu ambaye ameshathibitisha kwamba yeye ni msumbufu. Lakini la msingi sio Kapombe peke yake. Kwenye eneo la ulinzi wa kulia, wakati Kapombe wakati mwingine akitekeleza jukumu la kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, ni dhahiri kwamba mabeki wengine wa Simba, hasa wakati Rushan De Reuck, Wilson Nangu, Ismail Olivier Toure kama atapata nafasi ya kucheza, na yeyote ule atakayecheza kama mlinzi wa kati, na viungo wao akina Nabi Kamara, akina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, yeyote atakayepata nafasi, na winga wao wa kulia anaweza kawa Kibu Denis Prosper, anaweza akawa Libase Geye, anaweza akawa Ladak Chasambi, yeyote atakayepata nafasi, basi kukumbuka kusaidiana na Kapombe katika kuzuia eneo lake endapo aenda kukutana na huyu kijana Jack Diarra, kwa sababu ana kasi sana. Msaada unahitajika kwa sababu mabeki wa pembeni wa Simba majukumu yao mengine ni pamoja na kuwa chanzo cha mashambulizi ya Simba upande wa pembeni, wakiongeza mapana ya uwanja. Kwa sababu hiyo, wakati mwingine wanapokuwa juu kwenye kurudi, wale mawinga wa timu pinzani kutokea upande wao, hapa tunazungumzia Esperance de Tunis kwenye upande ule wa kulia wa Simba, tunamzungumzia kijana Jack Diarra akipata nafasi, kwamba patahitajika msaada wa kutosha kwa sababu kijana ana kasi sana. Lakini faida kwao Esperance de Tunis itakayofanya ukuta wa Simba uwe makini sana katika siku hii, kuhakikisha hausababishi madhara kwenye lango lao, bali kuwezesha timu yao kushambulia kwa usahihi na kupata ushindi wa kwanza kwa pafuraha wa Tanzania, kwa pafuraha na Simba, ni kwamba Esperance de Tunis mbali na kijana huyu wana kijana mwingine mwenye umri kama huu wa miaka 19. Huyu ni Abubakar Diakite ambaye yeye ni raia wa Mali, naye ana miaka 19, yumo katika wale washambuliaji. Yeye akicheza kama mshambuliaji kinara katika mechi dhidi ya Simba alianza, baadaye alikuja kutoka kaingia Florian Danyo. Lakini wana kijana mwingine Abdurrahman Konate, naye ana miaka 19, anacheza kutokea pembeni kama kiungo ushambuliaji kama ilivyo kwa Jack Diarra, wakiungana na wazoefu akina Yang Sase, mchezaji wa kimataifa kutoka Brazil, akina Kusila Bwalia na wengineo. Sasa Simba lazima wawe makini katika eneo la kuzuia, hasa kutokea pembeni ambako vijana hao hupatikana, akiwamo huyu Jack Diarra. Lazima dawa itafutwe mapema, ikiwamo kuhakikisha kucheza naye ile man to man, ili asipate fursa ya kufanya maamuzi kwa usahihi. Ikibidi, Kapombe ni mzoefu, hakuna cha kumwambia nini cha kufanya anapokutana na mchezaji msumbufu kama huyu kijana Jack Diarra, kuhakikisha asilete madhara zaidi, kumkomesha kwa namna ajuayo ambayo haitamletea madhara, ikiwamo kupata kadi na hatimaye kuiathiri Simba katika mpango kazi wa kocha Steve Barker. Sasa cha msingi ni kwamba asichukuliwe poa huyu kijana mgongoni nambari 34, kwamba kuwe na mkakati maalum wa kumdhibiti mapema, kwa sababu vinginevyo anaweza akaeleza tena Simba, anaweza akawapa sononeko wa Tanzania katika mechi hiyo ambayo Simba imma itapaswa kushinda ili kubaki na matumaini ya kusonga mbele kwa hatua robo finali kutoka kwenye kundi lao, kwa sababu ikipoteza, ikitoa sare, itakuwa sasa Simba ni kana kwamba imeaga rasmi zile mbio za kuwania kufuzu hatua robo finali, bali mechi mbili za mwisho itakuwa ikitimiza tu, kwa sababu ikikosa ushindi, manake maximum points kwa Simba itakuwa ni ama kufikisha pointi 7 au pointi 6, kwa maana kwamba ikifungwa maximum point itakuwa pointi 6, yani uwezo wake wa idadi ya pointi itakazopata hata kama ikishinda mechi zilizobaki itakuwa pointi 6. Ikitoa sare ikashinda mechi zote zilizobaki, uwezo wake utakuwa ni pointi 7. Ikumbukwe wanaoongoza hivi sasa Stade Malien tayari wana pointi 7, Esperance de Tunis wana pointi 5, Simba ina pointi 0. Ni mechi kama finali, Simba imma inapaswa kushinda, na ili kushinda lazima kudhibiti vijana machachari wa Esperance de Tunis akiwamo Jack Diarra. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii, kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.